Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan alipokuwa anazindua bunge la 13 Novemba 14, 2025, alihutubia bunge na kuainisha mambo mengi ya msingi. Ni hotuba ya ujenzi wa mshikamano wa kitaifa. Unaweza kuita hivyo kwa sababu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alisema kazi alionayo pamoja na wabunge ni kujenga umoja wa kitaifa ili sote kwa pamoja tuweze kujenga nchi yetu, tuitunze na kuweza kulinda taifa letu na tuzidi kunyanyua hadhi ya nchi yetu kwa kuweza kufanya kazi kubwa ya maendeleo kwa wananchi. Hotuba ya Rais Samia Suluhu katika uzinduzi wa bunge la 13 ni hotuba ya msamaha na huruma, kwa kuwa Mheshimiwa Rais aliviomba vyombo vya sheria hususan ofisi ya mwendesha mashtaka DPP kuwasamehe vijana waliofanya vurugu Oktoba 29, 2025 siku ya uchaguzi mkuu kwa huruma. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anaamini kuwa miongoni mwa vijana waliofanya hivyo walifanya kwa kufuata mkumbo. Hivyo kama mama, kama mlezi wa taifa na kiongozi mkuu wa nchi, ameweza kuwa na moyo wa huruma kwa kuweza kuruhusu hilo lifanyike. Ilikuwa ni hotuba ya mzazi na mlezi wa taifa kwa watoto wake. Unaweza kuita hivyo kwa sababu Rais Samia aliwahusia vijana kutambua kwamba yeye na wazazi wenzake kipindi walipokuwa vijana, kama wangefanya kama walivyofanya baadhi ya vijana Oktoba 29, hawa vijana au sisi vijana tusingeikuta Tanzania iliyo bora, yenye amani, umoja, maadili na upendo ambayo tunaishi siku hii ya leo na siku nyingine zinazokuja. Hivyo Mheshimiwa Rais alisisitiza kuheshimiana, kuvumiliana na kuhakikisha tunalinda taifa letu. Lakini hotuba ile ni hotuba ya mustakabali mwema wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais ameahidi kuunda tume ya kuchunguza chanzo cha madhila yote ya ghasia za Oktoba 29. Ameahidi kuanzisha mchakato wa katiba mpya ndani ya siku 100 za kwanza tangu atakapokuwa ameingia ofisini. Ilikuwa ni hotuba ya maendeleo na matokeo ya kasi kubwa ambayo itakwenda kutekelezwa kuanzia ngazi ya mitaa, vijiji, vitongoji, wilaya pamoja na mikoa na taifa kwa ujumla. Hivyo ndani ya siku 11 tangu alipokula kiapo, ajira 12,000 zilikuwa zimeshakwisha tangazwa. Ajira 7,000 ni za walimu na 5,000 ni kwa ajili ya wahudumu wa afya. Hivyo mnaweza mkaona kwa namna gani waandishi wa habari, ndani ya siku 100 ambazo kiongozi mkuu wa nchi alitoa ahadi anakwenda kufanyia kazi, yapo ambayo yameshaanza kutekelezwa mpaka hivi sasa. Lakini pia tayari hospitali zimeshapigwa marufuku kuzuia miili ya marehemu kwa madai ya malipo. Na marufuku hiyo Mheshimiwa Rais wakati anazindua kampeni aliweza kuzungumza na amerejea mara kadhaa. Hivyo nchi nzima kwa sasa huduma hizo zinapatikana na wananchi wanaendelea kufurahia matunda ya serikali yao. Lakini pia ni hotuba ambayo imetoa mwanga kwamba ilani ya CCM 2025-2030 inakwenda kutekelezwa kikamilifu. Napenda kutumia fursa hii kumtia moyo Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba Chama cha Mapinduzi kipo naye bega kwa bega katika safari hii ya kwenda kutekeleza jukumu kubwa la maendeleo ambalo amekabidhiwa na wananchi kwa miaka 5 ambayo inakuja. Na sote hapa tunafahamu kwamba Mheshimiwa Rais ni mama ambaye amejaa upendo, ni mama ambaye amejaa utu, lakini ni kiongozi ambaye akiahidi anatekeleza. Na ndio maana muda wote tumekuwa tukisisitiza kwamba kila Mtanzania tunamuomba aweze kulinda amani ya nchi yetu. Taifa hili ni la kwetu. Tanzania hii ni ya kwetu. Na sisi wote tulioko hapa, waandishi wa habari, wafanya biashara, wanaosoma na wengine wote, kwamba nchi hii ikiharibika hatuna nchi nyingine. Wajibu wa kuilinda ni wa kwetu sote. Kwa hiyo tudumishe umoja, upendo na mshikamano wa taifa hili. Tunatambua wako watu ambao hawana nia njema na taifa hili, na tunawafahamu na wengine wanaonekana. Wapo wengine ambao wanaendesha operation katika mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuchochea vurugu, kuchochea machafuko, na wakiwahimiza vijana na baadhi ya Watanzania kwamba waende kuivunja na kuichoma nchi yao kwa mikono yao. Niwaombe sana wananchi wa nchi yetu, tuilinde nchi yetu. Wakati sisi watoto wetu wanaumia, wale wanaotushawishi watoto wao wapo nje ya taifa letu, wanaishi vizuri, wana maisha mazuri, na bado wanaendelea kutuhamasisha tufanye uvunjifu wa amani. Tukumbuke kuirejesha amani katika nchi ni jambo gumu,
Tuna mataifa ya mfano ambayo yamepoteza amani. Tuna nchi jirani ambazo zimepoteza amani. Tumeona namna gani watoto, kina mama, watu wenye ulemavu na wazee namna wanataabika taifa linapopoteza amani. Hivyo kaa peke yako, jiulize, nafanya haya kwa maslahi ya nani? Wale wanaotuhamasisha mbona hawapo nchini, wapo nje ya taifa letu. Huko walipo wanalipwa fedha kwa ajili ya kufanya uchochezi. Sisi kama chama ambacho kinasimamia serikali, ni waombe kwa unyenyekevu mkubwa sana wa Tanzania, tulinde amani yetu, tulinde taifa letu, na tuwapuuze na kuwakataa wale wanaochochea vurugu ndani ya Tanzania hii. Hii Tanzania ni ya kwetu na tuijenge kwa umoja, upendo na mshikamano. Lakini pia katika kumalizia, ni washukuru sana waandishi wa habari wote kwa namna ambavyo mnahabarisha umma katika matukio mbalimbali, namna ambavyo mnatoa taarifa ambazo zina weledi, na pia tuombe wale wachache ambao wanafanya kutoa taarifa zisizo nzuri sana ambazo wewe mwenyewe unaona zinaenda kubomoa nchi yako, basi tuangalie namna bora ya kuelimisha Watanzania wetu, ili taifa hili sisi wa leo na vizazi vinavyokuja waweze kuikuta nchi yetu ikiwa salama. Lakini jambo la mwisho, nimshukuru Mwenyezi Mungu na niwashukuru Watanzania wote kwa namna ambavyo utulivu unaendelea kwa sasa ndani ya taifa letu, na huu ndiyo Utanzania. Na kwa kumaliza kabisa, nimesema chama sasa kinakwenda kusimamia serikali kikamilifu. Serikali haitakisimamia chama. Hivyo ni waombe viongozi waliopata fursa ya kuingia ndani ya serikali wajue chama kitawafuatilia kila hatua, ili huduma bora na njema kwa wananchi ziweze kukamilika. Baada ya kusema maneno hayo, niwashukuru sana, niwatakieni mambo mema na niwaombe baraka kwa Mwenyezi Mungu aweze kuwalinda na kuwasaidia.